Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Habari za leo ndugu zangu, karibu sana kwenye Nuhu Online TV, mahali ambapo tunakuletea taarifa muhimu kuhusu teknolojia, mitandao, fursa za kidijitali na fedha za mtandaoni. Kama bado hujasubscribe, bofya kitufe cha subscribe na kengele ili kila tukitoa video mpya unapata taarifa moja kwa moja. Na leo sasa tuna habari moto. Soko la crypto linaendelea kupanda kwa kasi isiyowahi kushuhudiwa hivi karibuni. Na leo tutazungumzia nini kinasababisha ongezeko hili, maana yake ni nini kwa soko la crypto, na nini unapaswa kufanya kama mwekezaji. Basi hebu tuingie moja kwa moja kwenye mada. Mada yetu inasema, kwa nini crypto inapaa kwa kasi? Sababu, uchambuzi na matarajio mwaka huu 2025. Kwa mujibu wa ripoti mpya kutoka vyanzo kama investors.com, Business Insider na Bitcoin Insider, bei ya Bitcoin imefika karibu $95,000. Hili ni ongezeko la zaidi ya 25% ndani ya mwezi mmoja tu. Lakini sasa hebu tuone sababu kuu zinazochochea ongezeko hili. Moja, uwekezaji wa taasisi kubwa. Kwa mara ya kwanza katika historia, taasisi kubwa kama BlackRock, kuna Fidelity and Goldman Sachs zimeanza kuwekeza mabilioni ya dola katika Bitcoin. Taasisi hizi zinapotia fedha nyingi, zinatuma ujumbe kwa ulimwengu kwamba crypto sio tu kwa watu binafsi wa kawaida, bali ni mali halali ya uwekezaji. Nikupe mfano sasa. BlackRock kupitia Bitcoin ETF yao wamekusanya zaidi ya dola bilioni 5 ndani ya wiki chache tu zilizopita. 2, kuanzishwa kwa Bitcoin ETF. ETF yani Exchange Traders Fund ni njia rahisi kwa mtu wa kawaida kuwekeza kwenye Bitcoin bila hata kumiliki wallet ya crypto. Kwa hiyo watu wengi zaidi wanaweza kuwekeza kupitia majukwaa ya kawaida ya hisa, na hii hapa sasa imeleta wimbi kubwa la pesa mpya kuingia kwenye soko la crypto. Namba 3, halving ya Bitcoin. Katika Aprili mwaka 2024, Bitcoin ilipitia tukio la halving. Hili ni tukio la kiufundi ambalo hupunguza malipo wanayopata wachimbaji wa Bitcoin kwa nusu, yani wale miners. Matokeo yake sasa, upatikanaji wa Bitcoin mpya unapungua, na tukumbuke sheria rahisi ya uchumi, kitu kinapopungua lakini mahitaji yanaongezeka, bei lazima ipande tu. Kwa hiyo nikupe mfano rahisi, ni kama dhahabu inapopungua migodini, thamani yake huongezeka mara moja. Namba 4, mazingira ya kiuchumi sasa ulimwenguni. Sawa, mfumuko wa bei duniani unaendelea kuwa tishio. Watu hawana imani tena na sarafu za kawaida kama dola na euro. Wengi wanatafuta sasa njia mbadala za kuhifadhi thamani ya fedha zao. Na guess what? Crypto hasa Bitcoin inaonekana kuwa kimbilio jipya la wawekezaji. Sawa? Matarajio ya soko sasa la crypto. Sasa baada ya kuona sababu, tuangalie soko linaelekea wapi. Geoff Kendrick kutoka Standard Chartered anasema kuwa Bitcoin imeweza kufikia dola 120,000 ifikapo katikati ya mwaka huu, na hata dola 200,000 mwishoni mwa mwaka 2025. Kuna mwingine anaitwa Canaccord Genuity, nao wanatabiri kuwa kutokana na historia ya halving, Bitcoin huongezeka mara 3 hadi 4 ndani ya miezi 12 baada ya halving. Hivyo matarajio ni makubwa sana kwa mwaka 2025. Lakini pia tusisahau, soko la crypto linaweza kubadilika haraka sana. Wekeza kwa busara, sawa? Na kushauri sasa. Kwa hiyo kama unafikiria kuingia au kuongeza uwekezaji wako kwenye crypto, hapa kuna vidokezo muhimu sasa. Fanya utafiti binafsi, yani do your own research, yani DYOR. Usiweke pesa yako kwa sababu tu umeona watu wengine wanawekeza. Soma, elewa teknolojia ya blockchain na uelewe hatari. Anza na kiasi kidogo, usiweke pesa yote kwa mara moja. Anza pole, ongeza kidogo kidogo kadri unavyoelewa soko.
Tumia wallet salama. Ikiwa utawekeza kiasi kikubwa, fikiria kuhifadhi crypto yake kwenye hardware wallet na sio tu kwenye exchange. Sawa? Jitayarishe sasa kwa mabadiliko makubwa. Bei inaweza kupanda haraka au kushuka ghafla. Hakikisha uko tayari kisaikolojia na kifedha sasa. Asante sana kwa kuwa nami hadi mwisho wa video hii. Tunapenda kukuletea taarifa sahihi zinazokusaidia kufanya maamuzi bora katika safari yako ya kidijitali. Usisahau kusubscribe hapa Nuhu Online TV, like video hii, share kwa marafiki zako na tuandikie maoni yako hapa chini. Unadhani Bitcoin itafika bei gani mwaka huu? Asante na nikutakie siku njema. Kwaheri.